Tuelekee Mashariki ya Kati ambako jeshi la Israel lawataka wakazi katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa Gaza kuondoka huku mashambulizi mapya yakiwa yanaendelea. Wakati huo huo, Ben Gvir, mwanasiasa wa mrengo wa kulia, arudi tena katika baraza la mawaziri la Israel, na jamii ya kimataifa yalaani mashambulizi mapya ya Israel katika ukanda wa Gaza. Zainab Aziz amefuatilia hayo yote na kutuandikia ripoti ifuatayo. Msemaji wa jeshi la Israel Avichai Adrai ametoa amri hiyo ya kuhama kwa watu wa Beit Hanun, Khirbet Khuza na Abasan al-Jadida, akionya kwamba maeneo hayo ni maeneo hatari ya mapigano, na amewataka wakazi wa maeneo hayo kuhamia magharibi mwa jiji la Gaza na Khan Yunis kwa ajili ya usalama wao. Wakazi wa Gaza wamealani mashambulizi ya anga yaliyoanza mapema jana Jumanne. Wamesema yanasababisha hali kuwa ngumu zaidi kwao. Israel kwa upande wake imeapa kuzidisha mashambulizi ikiwa Hamas haitawaachilia mateka ambao bado wanashikiliwa katika eneo hilo. Mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya, Kaja Kallas, amesema amemwambia waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Saar kwamba hali ilivyo katika ukanda wa Gaza haikubaliki. Mjumbe wa Palestina na mwenzake wa China katika Umoja wa Mataifa wamelitaka Baraza la Usalama kuchukua hatua haraka baada ya mashambulizi ya anga ya Israel huko Gaza. Mjumbe wa Palestina Riyad Mansour amesema, First of all, we condemn this aggression against our people in this holy month of Ramadan. Kwanza tunalaani ukatili huu dhidi ya watu wetu, hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, hususan katika ukanda wa Gaza. Tunalitaka Baraza la Usalama lisimame kwa pamoja na kutekeleza maazimio yake, hasa azimio nambari 2735 linalotaka usitishaji wa vita mara moja, na usitishaji huo wa vita uwe wa kudumu. And the ceasefire to become permanent. Naye mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa Fu Kong amesema kwa mara nyingine tena Israel imekiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock amesema uvamizi wa Israel huko Gaza unavunja matumaini ya Waisraeli na Wapalestina juu ya kukomesha mateso katika pande zote. Hamas kwa upande wake imesema bado ina nia ya kuendelea na mazungumzo. Huku hayo yakiendelea, mamia ya Waisraeli wameandamana kwenye barabara kuu kuelekea mjini Jerusalem kumpinga waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na serikali yake. Mengineyo ni kwamba mwanasiasa anayelemea siasa kali za mrengo wa kulia Itamar Ben Gvir ameteuliwa tena kuwa waziri wa usalama wa taifa wa Israel. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya hii leo kutoka kwenye ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Shukran sana Zainab Aziz kwa ripoti hiyo ya Mashariki ya Kati. Mazungumzo yaliyokuwa yakisubiriwa kati ya Rais Donald Trump wa Marekani na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin juu ya mzozo wa Ukraine. Trump amejitwisha jukumu la upatanishi katika dhamira ya kuvimaliza vita vya miaka mitatu kati ya Urusi na Ukraine. Mwenzangu Jacob Safari ana mengi zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin wamekubaliana usitishwaji mara moja wa mashambulizi katika miundombinu ya nishati nchini Ukraine. Viongozi hao wawili wamekubaliana hayo katika mazungumzo ya zaidi ya saa 2 yaliyofanyika kwa njia ya simu jana Jumanne. Lakini Putin hakuunga mkono usitishwaji kamili wa mapigano kwa kipindi cha siku 30, hatua inayopendekezwa na Marekani. Ikulu ya White House imeeleza hiyo hatua ya kwanza kuelekea amani na inatumai itajumuisha usitishwaji wa mashambulizi katika Bahari Nyeusi na hatimaye kufikisha mwisho wa mapigano. Hakukuwa na ishara kwamba Putin amerudi nyuma katika masharti yake ya awali ambayo yanapingwa vikali na Ukraine ili kusitisha vita hivyo. Urusi inaitaka Ukraine irudi nyuma katika azma yake ya kujiunga na jumuiya ya kujihami ya NATO, ipunguze pakubwa idadi ya wanajeshi wake na ilinde lugha ya Kirusi na utamaduni ili nchi hiyo iendelee kuwa chini ya kivuli cha Urusi, miongoni mwa mambo mengine. Ikulu ya Kremlin inasema kwamba wakati wa mazungumzo hayo na Trump, Putin alisisitiza tena matakwa yake ya usitishwaji wa misaada ya kigeni, kijeshi na kiintelijensia kwa Ukraine.
Kwa upande wake, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema anaunga mkono pendekezo la usitishwaji mashambulizi katika miundombinu ya nishati ambayo pia yamekubaliwa na Urusi, ila kwanza anataka taarifa zaidi kutoka kwa Washington. Akizungumza baada ya mazungumzo hayo ya Putin na Trump, Zelensky amesema kwamba nia ya Putin ni kuidhoofisha Ukraine na kwamba hayuko tayari kusitisha vita hivyo. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amezikaribisha hatua zilizopigwa na Rais Trump kuelekea usitishwaji mapigano kufuatia simu yake na Putin. Starmer lakini amesisitiza kuwa mazungumzo ni sharti yaelekee katika haki na amani ya kudumu kwa Ukraine. Baada ya mazungumzo hayo ya viongozi wa Marekani na Urusi, kulisikika milipuko na kulia katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Mamlaka mjini humo ziliwataka raia kujificha zikihofia mashambulizi ya angani ya Urusi. Rais Zelensky amesema kuwa vikosi vya Ukraine vitaendelea kupigana katika eneo la Kursk nchini Urusi kufuatia siku kadhaa za majeshi ya Urusi kusonga ndani katika eneo hilo. Tufululiza sasa hadi kule jijini Dar es Salaam. Kamati iliyoundwa na serikali ya Tanzania kuchunguza uwepo wa wageni wanaojihusisha na biashara ndogo ndogo katika kituo cha biashara cha kimataifa cha Kariakoo imebaini kuwa ni wazawa ndio wanaotumia nyaraka zao kuwasajilia biashara raia hao wa China. Hali hii inatajwa kuwa kigingi kwenye utekelezaji wa sheria za biashara na uwezekano wa kuzalisha malalamiko ya wageni kufanya biashara ambazo zilikuwa zifanywe na wazawa. Florence Majani ametutumia ripoti ifuatayo. Ni katikati ya soko la Kariakoo, eneo linalojulikana kama kitovu cha biashara jijini Dar es Salaam. Hali ya wasiwasi inaongezeka kati ya wafanyabiashara wazawa. Malalamiko yanazidi kusikika kuhusu na raia wa kigeni, hususan wa China, wanavyohodhi biashara na kuwapiku wafanyabiashara wa Kitanzania. Manka Mushi, mfanyabiashara wa Kariakoo, anasimulia. Nikienda kwao kununua na nunua kwa bei ya ile wanaouza. Nikileta sokoni lazima niongeze kidogo. Hata kwa mimi siwezi kuongeza sababu wateja wanaenda moja kwa moja na wao pia wanakuja na meza huko kabisa. Februari 4 mwaka huu, waziri wa viwanda na biashara nchini Tanzania Suleiman Jafo aliunda kamati ya watu 15 kuchunguza mazingira ya wafanyabiashara wa kigeni wanaofanya biashara zao katika soko la kimataifa la biashara Kariakoo. Ripoti ya kamati hiyo iliyoongozwa na Profesa Eda Luba ilibaini kuwa biashara nyingi zinazomilikiwa na raia wa kigeni, hasa wa China, zimesajiliwa kwa kutumia nyaraka za wazawa. Waziri Jafo akasema, na hasa mlivyotembelea wafanya biashara na mkabaini kwamba biashara zingine japo zinaonekana ni za wageni, lakini usajili wake umefanyika na Watanzania. Jafo alichukua hatua hiyo baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kupokea malalamiko kutoka kwa wafanyabiashara hao juu ya uwepo wa wafanyabiashara wa kigeni wanaowazidi nguvu wafanyabiashara wazawa. Mfanyabiashara katika soko la Kariakoo Athmani Mohamed anasema wamepikuliwa na Wachina walioihodhi Kariakoo. Sababu mzawa hawezi kuuza kwa sababu mtu wewe anataka kutabata anaenda kumtea. Wewe opa Mungu tu upaje tu kumtina alipo. Okay, kumbe kumbe sio anachokitaka huyo anaondoka. Na yeye ubaba yake na bagi kwa jumla hiyo anajalia ndio hiyo. China ni mwekezaji nambari 1 hapa Tanzania, ambapo mpaka mwaka 2019 mtiririko wa uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni FDI kutoka China ulifikia dola za Kimarekani milioni 115. Aprili 2021 kampuni zaidi ya 800 za China zilikuwa tayari zimewekeza katika taifa hili la Afrika ya Mashariki. Hata hivyo, kufuatia ripoti ya kamati hiyo iliyoundwa na serikali, mwenyekiti wa Umoja wa Wafanyabiashara na Huduma Tanzania UWAHUTA Martin Mbwana ameishauri serikali badala ya kuwawekea vizuizi raia wa kigeni, basi itoe elimu zaidi kwa wazawa. Tulichokuwa tunashauri sana tufanye juu chini, kwa sababu biashara ni vita. Tupambane, tuwape elimu wa Tanzania wafanya biashara wenzetu namna ya kuwa shareholders kwa ushirika. Hoja ya ikiwa suluhisho ni kuwapiga marufuku wafanyabiashara wa kigeni au kuwawezesha wazawa ili waweze kushindana katika mazingira haya mapya inaning'inia hewani, wakati ambapo soko la Kariakoo likiendelea kuwa kiini cha biashara na mabadiliko ya uchumi nchini Tanzania.